Sasa watu wanafanya vitu vya kijinga namna hii, afu wengine wanasema sasa waziri mkuu mbona anaanza kuwa mkali? Unataka niwaimbie pambio hao wajinga wa aina hii? Nimefuatilia taarifa ya Handeni, nimeifuatilia vizuri taarifa ya Handeni, nikakuta katika baadhi ya maeneo kwenye miradi yetu tuna matatizo. Ujenzi wa chuo cha VETA wilaya ya Handeni, ikaletwa simenti kwa ajili ya ujenzi, kwamba mama anahangaika huko kutafuta fedha imepatikana, ikaletwa simenti kwa ajili ya kujenga VETA. Vijana wa Handeni wakapate mafunzo, vijana wa Handeni wakapate mafunzo, waajiriwe, vijana wa Handeni wapate mafunzo, wajiajiri. Hawa wataalamu wetu wako ofisini kila siku, wakaacha mifuko ya simenti 1262 ikaganda. Mifuko 1262 ikaganda, imeganda. Wanahandeni wanasubiri VETA, waliotumwa kujenga wamegandisha mifuko. Wanataka mama ahangaike kutafuta fedha nyingine, hii wamegandisha. Na kila siku wako ofisini, kila mwezi wanalipwa mishahara kwa kodi zenu mnaosubiri jengo la VETA. Huu uzembe ndio tunaosema hatuwezi kuvumilia. Nilikuja nikijua ni watumishi wa halmashauri, nilikuwa nakuja kuwafukuza leo. Nimeambiwa kumbe hili linasimamiwa toka wizarani. Mkurugenzi na timu yako mna bahati, mmepona. Na mwelekeza katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, hawa watu waliogandisha simenti hawa wachukuliwe hatua. Na hii simenti iliyoganda hii, wasimsumbue rais kutafuta fedha yake, wakatwe kwenye mishahara yao. Hii simenti irudishwe hapa Handeni. Huu uzembe wa aina hii, nani angeweza kugandisha mifuko 1262 angekuwa anajenga nyumba yake ya nyumbani? Nani angegandisha? Nani angegandisha mifuko hii angekuwa anajenga nyumbani kwao? Hizi fedha watu wanajibana kulipa kodi. Watanzania nao wajua, hawalipi kwa ziada, wanajibana wapate chuo cha VETA, wanajibana wapate hospitali. Hawa tulio wasomesha kwa kodi zetu, wanalipwa mishahara kwa kodi zetu, wanaacha mifuko ya simenti inaganda. Nataka kuona hatua zikichukuliwa. Na kamanda, kabla hujaiona simenti hapa ikiwa imerudi, usifunge hili jalada mpaka hii mifuko irudi na jengo hili likamilike. Mkuu wa mkoa na waziri wa TAMISEMI, wasilianeni na katibu mkuu, hawa watu wakatwe fedha hizi, mifuko hii ije hapa, na tupate orodha ya wahusika wote waliofanya uzembe wa aina hii. Tulikuwa na ujenzi wa maabara, jengo la mama na mtoto, jengo la upasuaji, jengo la kufulia nguo katika zahanati ya Kwa Msisi,
Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nakushukuru, hapa mmeshachukua hatua. Endeleeni na hatua hizi ambazo mmechukua. Kazi nzuri. Endeleeni na hatua hizi ambazo wewe pamoja na kamati yako ya ulinzi na usalama mmechukua. Utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa jengo la zahanati ya Kwanyanje. Fedha zilizotengwa milioni 50. Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, lichukue hili. Mradi huu unahitaji fedha zaidi. Lichukue hili ili muweze kufanyia kazi. Wananchi wa eneo hili wanahitaji hiyo zahanati. Ujenzi wa zahanati ya Khababu. Nimeambiwa pia hapa fedha iliyotengwa haitoshi. Mheshimiwa Waziri, kutokea TAMISEMI pamoja na mapato ya ndani ya halmashauri, fanyeni kazi. Watu wetu hawa wana uhitaji mkubwa wa zahanati hii. Nakumbuka ambavyo Mheshimiwa mbunge amekuwa akifuatilia mara kwa mara haya mambo ya zahanati, na leo hii hapa ameyasema. Niliwaambia haya mambo ya watu kufanya kazi kwa mazoea. Nendeni mkafuatilia hotuba ya Mheshimiwa Rais. Watu wabadilike. Wasipobadilika watalazimika kupisha. Watu wetu wanahitaji kuona kazi ikiendelea. Fedha imeshapatikana, simenti imepelekwa, uzembe, mazoea wanaacha watu simenti inaganda. Nataka hawa kwanza wachukuliwe hatua, uchunguzi ufanyike, simenti irudishwe, wakatwe kwenye mishahara yao. Na watakapogundulika ni makusudi, wale waliofanya uzembe, hatua za kinidhamu zichukuliwe. Wala msiwahamishe. Mkigundua pana uzembe, fukuza. Hatuna upungufu wa watu kufanya kazi kwenye nchi hii. Hakuna kuwapa wananchi mzigo wa kuanza kulipa mishahara. Wazembe wako kwenye deski wamepaki hapo. Sasa watu wanafanya vitu vya kijingajinga namna hii, afu wengine wanasema sasa waziri mkuu mbona anaanza kuwa mkali? Unataka niwaimbie pambio hao wajinga wa aina hii? Na nitafuatilia nione hatua hizo zimechukuliwa.